Huu ni ugeni kutoka ofisi ya GCI. Wamekuja kwa ajili ya kumtembelea mjasiriamali wetu Esther, ambaye tunajua Esther anafanya shughuli za kiuchumi. Lakini pia alishiriki katika maonyesho ya Sabasaba. Katika kushiriki maonyesho ya Sabasaba, kuna maombi yake aliyowasilisha katika serikali. Sawa. Lakini kwa sababu kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara yameyapokea na amefanyia kazi. Sawa. Leo wamekuja na wakilisho wetu kutoka ofisi ya GCI kwa ajili ya kuwasilisha kile kilichoombwa na mjasiriamali wetu Esther. Kwa hiyo naomba ujitambulishe, lakini pia uongee kidogo. Sawa. Asante sana. Kwa majina naitwa ndugu Ali Luambo, ni mwakilishi wa wananchi wa mtaa huu wa Mwarakani, au kwa jina lingine ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Mwarakani. Kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu wa GS1 kwa maamuzi yenu ya kutoa msaada kwa huyu mwananchi wangu Bi Mashaka, Esther Mashaka. Tunafahamu kwamba misaada iko ya aina nyingi. Kuna misaada ambayo huwa tunaipokea kutoka kwa watu mbalimbali ya pesa taslimu au vitu vya aina mbalimbali. Lakini kwa hatua ya msaada kama huu ambao ameupokea leo kutoka kwa wenzetu wa GS1, nafikiri ni msaada endelevu. Utakuja kusaidia sana kumtoa katika hali yake ya kimaisha kutoka hapa alipo, na mkichukulia na ulemavu wake, na ikiwezekana kuna kipindi kirefu sana huwa tunatumia ofisi yetu kuomba misaada sehemu mbalimbali kupitia kwa mkuu wa wilaya, kupitia wapi, ili kuweza kumsaidia huyu mama. Lakini pamoja na yote, kwa leo msaada huu hata sisi serikali ya mtaa umetupa faraja sana kwa huyu mama. Kwa hayo machache naomba niwashukuru sana kwa zoezi hili la leo, na niwakaribishe sana mtaa wetu wa Mwarakani. Na si huyu tu, wapo wengine wengi ambao wanahitaji misaada kama hii, lakini kwa sababu utaratibu ni kwamba lazima kila mtu ana bahati yake na nafasi yake na siku yake. Kwa hiyo hao wengine nao pia ikifika zamu yao wanaweza mkawafanyia msaada kama huu uliomtumia mama yetu hapa Esther Mashaka. Asanteni sana. Kwa majina yangu naitwa Esther Mashaka Msengi. Mimi nimefurahi sana leo kwa ugeni huu ambao ni watu wa Bakodi. Watu wa Bakodi niliwapata kwenye jengo la viwanda na biashara kule Dar es Salaam kwenye maonyesho ya kimataifa ya Sabasaba. Na ni baada ya kupelekwa kwenye meza yao na maofisa wa viwanda na maofisa wa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa ajili ya kupata barcode kwa ajili ya bidhaa zangu ili ziweze kuuzika hata kwenye masoko ya kimataifa, yani ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa sababu bila kuwa na barcode ina maana biashara yako itaishia ndani ya nchi. Lakini ili kuongeza thamani ya bidhaa zangu, kwa hivyo watu wa Wizara ya Viwanda na Biashara walinipeleka kwenye meza ya watu wa Bakodi, ambaye ofisa wa kwanza nilikutana na huyu binti kwa jina alijitambulisha Silvia. Kwa walinipokea vizuri na wakaanza kunishughulikia siku ile ile. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Wakaanza kunishughulikia siku ile ile mimi kupata Bakodi. Kwanza nilianza na watu wa Blela. Watu wa Blela walipokamilisha taratibu zao na wakanikabidhi cheti. Kwa kile cheti cha Blela kikahitajika kwa watu wa Bakodi, ili kwamba wao waweze kunipa Bakodi kwa ajili ya kuongeza thamani ya bidhaa zangu, ambayo hapo kwamba Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara aliweza kuniwezesha kupata mimi mashine ya kuchakata vitu vya spice pamoja na nafaka. Mashine yenyewe ni hiyo hapo. Na sasa nipo kwenye ujenzi hapo nje, nafikiri mmeona kuna ujenzi unafanyika pale. Lile pale ni jengo ambalo nitalitumia kama kiwanda kwa ajili ya kuchakata hivyo vitu vyangu. Mimi natengeneza zaidi viungo vya kila aina, viungo vya chakula na viungo labda vya chai, viungo vya kila aina natengeneza. Kwa sababu mashine hiyo ina uwezo wa kusaga mahindi pia na mtama.
Pia nitakuwa natengeneza unga wa ugali wa lishe na kadhalika. Kwa hiyo kitu ambacho naiomba tena serikali, nguvu yangu ni ndogo ya kumaliza hicho kiwanda hapo. Maana nikitumia tu nguvu yangu mimi kama mimi mjasiriamali mdogo, naweza nikatumia miaka mingi sijakamilisha ujenzi wa kiwanda changu. Kwa naiomba tena serikali iniwezeshe kumaliza kwa haraka kiwanda changu ili bidhaa zangu ziweze kuingia sokoni. Afisa wanachama na masoko kutoka GS1 Tanzania. Kwanza kabisa napenda kukupongeza mama. Asante. Ni uthubutu mkubwa sana uliofanya kufika hapa. Asante sana. Kuna wengine kwa hali kama hii lakini wanakaa wanaomba barabarani. Yani wanafanya vingine vitendo vya ajabu, au wengine ndio hawawezi kabisa kujisaidia au kuomba msaada, lakini wewe umeweza kujisaidia mwenyewe na ukaomba msaada, ukathubutu, ukafanya. Amina. Hilo ni jambo kubwa sana. Na una bidhaa nzuri mama, pana marekebisho kidogo kama wenzangu walivyoongea ambao najua utayafanyia kazi. Maana tunataka tuone unaendelea. Hataki kuona umekaa hapa tu. Kwa jamani mjasiriamali wetu yule tuenda kumuona, leo mwaka umepita, mtu tukamuone tena, au miezi 6 imepita, tukajua na changamoto gani, tuweze kujua tunamsaidiaje. Copy zinatumwa kwenye email au kwenye WhatsApp yake. Sasa Silvia anazo kwenye simu, naomba uwaonyeshe. Na nyingine ameshatumiwa. Labda mama, labda ungefungua uweze kuonyesha, waweze kuona. Namba Tigo. 0714. Aha, hii hapa. Just download bado. Tayari. Fungulia. Just once. Bonyeza na moja. Yes. Hayo. Mama alikuwa na shafunguka. Mama alikuwa na barcode nyingi sana kama 76 kwendana mnavyoona product zake, na barcode zinavyogaiwa unakuta labda mtu ana iliki, unakuta iliki kama ni gram 250 inakuwa na barcode yake, ikiwa gram 500 barcode yake, kilo moja barcode yake. Kwa hiyo ana barcode nyingi sana kwendana na unavyoona. Ngapi mlikabidhi? Tumemkabidhi barcode 76. Ni barcode nyingi sana kama mnavyoziona, ni nyingi. Unaona barcode ni nyingi sana kuendana na bidhaa zake alivyozikategorize. Ungefungua pale mwenyewe zile zina tufanye kama zishike mwenyewe. Yaani hivyo unafanya wewe ashike yeye. Okay. Sasa mimi mumsogelee karibu. Mafundi wapo hapo. Subiri. Yeke kwa chini kabisa ili iweze kuonekana. Hivi au? Yeah. Hivi hivi zionekane. Huyu anayekuja kuchukua anaona. Kwa unataka ufanye hivi kabisa hivi. Wewe sasa unaziscroll hivi. Aha, sawa. Haya. Wanaziona. Nimefurahi sana wanangu kuniletea hizi barcode, maana Sema moja. Korosho gram 500 na korosho gram 100. Kuna ngano mixer gram 200. Kuna kashata ya ufuta gram 100. Okay. Kwa uthubutu
Amina. Ya uthubutu wa kuongea na waziri alipokusemesha ukaamua kusema ya moyoni. Mimi naomba tu nikupongeze kwa hilo. Mimi naomba niongezee kwenye upande wa hii lebo. Kama nilivyokuwa nimekuambia mwanzoni, lebo yako ni ndogo sana, lakini hizi lebo nazo zinakuaga zina yani niseme zina nini, zina sheria yake kwa kifupi. Lebo mimi nilikwambia tokea mwanzoni kwamba lebo yako ni nzuri, sawa, kwa mwanzo ni nzuri, ila lebo inatakiwa ongee pia lugha 3. Lugha 3 ni kwamba inatakiwa see me, admire me, buy me. Yes. Nione, nikubali, ninunue. Kwa hiyo jitahidi hata huyu anayekutengenezea lebo iwe inazungumza hivyo. Kuna baadhi ya vitu ameweka yani ukimpata mtaalamu ambaye yuko vizuri zaidi, kuna vitu ambavyo atavirekebisha hadi bidhaa ikikaa. Ndio maana tukiziona kwenye supermarket, ukiona bidhaa kule hata hujajua kabisa inahitajika nini au ni kitu gani kile pale, unajikuta ngoja nisogee karibu. Ina maana ule mvuto wa ile lebo umekukaribisha karibu kwenda kuisoma vizuri na kujua ni aina gani ya bidhaa. Kwa hiyo katika marekebisho kidogo, japokuwa hapo ulipofikia pia hongera nyingi zinakuhitaji. Kwa hiyo jitahidi pia kurekebisha lebo yako mama. Tarekebisha. Ujitahidi ili uendelee kukua zaidi na zaidi. Hatutaki kukuona hivi mwakani tunakuja kukutembelea tukukute bado uko hapa. Tunataka tuwe tunajivunia kuhusu wewe. Amina. Tuwe tunajivunia kuhusu wewe. Asante sana. Ndio ni moja. Kingine binafsi naweza nikasema nipende kupongeza mama kwa juhudi yako. Asante. Binafsi kwa sababu kuna wengine wana hali kama ulionayo wewe, hawahitaji kuthubutu na kuanza kujishughulisha na hizi biashara. Kwa sababu umeona huwezi kutembea kwa uwezo wako mwenyewe, lakini unaweza hapo ulipokaa ukasaga unga wa either ni unga wa hivi viungo na ukaweza kuuza. Amina. Yeah, lakini kuna baadhi ya vitu unaweza kuvifanya ambavyo vinaweza vikakusaidia. Kwa sababu nimeona hapo pia una smartphone. Smartphone. Nayo. Una account yote labda kwenye mtandao wa kijamii? Bado hajanifungulia. Okay, sawa. Kwa hiyo tunaweza tukaanzia hapo kwa sababu kulingana na changamoto ulionayo ya ulemavu uwezo kutembea, otherwise utumie vifaa fulani ili uweze kufika mahali fulani. Unatumia muda mwingi kukaa nyumbani. Kwa hiyo unaweza kutumia platform za mitandao ya kijamii kuweza kupata wateja wengi zaidi kuliko kusubiria siku ya Jumamosi na kwenda kuuza bidhaa zako. Kwa hiyo hizi siku nyingine unatumia mitandao ya kijamii kuposti bidhaa zako, unazipiga picha vizuri, kimwisha mwambia mtu akuwekee mezani hapo, ukizipiga bidhaa zako picha ukaziweka kwenye mtandao wa kijamii, watu ni rahisi pia kupata wateja. Alafu kwenye upande unaweza kaamua ukaielezea bidhaa yako kwamba nina unga huu wa nini, mfano inaitwa viungo vya mchuzi. Viungo vya mchuzi vina faida fulani. Kwa hiyo mtu akishaona faida za hiko kiungo ndipo anapoweza kushawishika kununua bidhaa zako. Kwa hiyo njia moja hapo ambayo ningekushauri pia uweze kufungua peji za mitandao ya kijamii ili kuweza kupanua wigo wa kuuza bidhaa zako. Esnonena product. Esnonena product. Asili ya hilo jina nini? Asili ya hili jina, nilipoenda Blela kule nitaka jina langu la biashara liitwe Esther Product. Wakaniambia Esther, kuna Esther zaidi ya bilioni huku. Kwa hiyo buni tu herufi ambazo zitatengeneza utofauti wa kuonekana kwamba hakuna tena jina la biashara linalofanana na wewe. Kwa hiyo nikabuni Esnonena kwa maana ya kwamba Esther, no Noeri, ne Neema, na Nasani. Esnonena. Esther jina langu, Noeli mwanangu wa pili, Neema mwanangu wa kwanza, na Thani ni mjukuu wangu. Wow. Kabidi tukuajiri mama ututengenezee majina ya biashara. Naitwa Nianze.
Hii nachukua mimi naitwa Rehema Akida, ni afisa biashara katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Pwani. Leo hii tuko hapa kwenye hafla fupi ya kukabidhiwa barcode mjasiriamali wetu Bi Esther. Amekabidhiwa barcode 72 kutoka taasisi ya GS1. Swala hili ni swala kubwa. Hii hafla tunasema ni hafla ndogo, lakini kwetu sisi wafanyabiashara, kwa serikali kwa ujumla, ni swala kubwa sana. Barcode 72 si mchezo, manake hapo kuna bidhaa 72 ambazo zinazalishwa na mfanyabiashara huyo. Na barcode hizi zitamwezesha mfanyabiashara wetu mjasiriamali huyu kuweza kuuza bidhaa zake katika masoko mbalimbali ya ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo ni swala kubwa sana. Nichukue fursa hii, cha kwanza kumpongeza mjasiriamali huyu Bi Esther kwa juhudi zake. Ana mambo makubwa ambayo yameyafanya. Cha kwanza, uthubutu wake yeye kama mwanamke kuweza kuanza kufanya biashara, na haswa ukizingatia kuwa yuko kwenye hali ya ulemavu, jambo ambalo linawakatisha sana tamaa watu wengi. Wanajiona kwamba kwa kuwa wenye ulemavu basi hawezi kufanya chochote, lakini yeye amethubutu kufanya biashara. Lakini ni mhangaikaji, ameweza kushiriki kwenye maonesho ya 50 ya Sabasaba kwa mwaka huu wa 2026. Wengine wamebaki na bidhaa zao nyumbani, hawakuweza kufanya hivyo. Lakini cha tatu, ameweza kuthubutu kuonyesha bidhaa zake na kueleza mapungufu yaliyokuwepo kwa viongozi wetu. Katika maonesho yale, Bi Esther amethubutu kumweleza Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara kuhusu changamoto zinazomkuta katika maendeleo ya biashara yake, ambao mojawapo ni ukosefu wa mashine ya kusagia. Na shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Waziri kwa kuweza kutekeleza ombi la mjasiriamali huyu na kumpatia mashine ambayo itamwezesha kuweza kusaga bidhaa zake mbalimbali kwa urahisi zaidi. Lakini shukrani ya pili kwa Mheshimiwa Waziri ni kumuunganisha na taasisi ya GS1 na kutoa maelekezo ya kutengenezewa hizi barcode ambazo leo hii anakabidhiwa. Kwa hiyo hilo nalo tumshukuru Mheshimiwa Waziri. Lakini shukrani kubwa ziende kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake ambayo anayatoa mwongozo wa utendaji wa kazi, kwanza kwa kutambua makundi maalum, kutambua makundi ya wanawake, kutambua makundi ya watu wenye ulemavu na kuyapa msaada na kuyahudumia. Amepata huduma na ndio maana ameweza kufanya hivi ambavyo amefanya. Ameweza kutengeneza bidhaa, ameweza kuchukuliwa kushiriki kwenye maonesho, lakini pia maelekezo hayo ndio yamewasababisha viongozi wetu kuweza kumhudumia huyu, kuweza kupata mashine, lakini kutoa maelekezo ya kupata hizi barcode. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake, na tutaendelea kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba si mjasiriamali mmoja, basi wajasiriamali wengi zaidi wanaweza kupata huduma hizi mbalimbali na kuzitoa bidhaa zao kwenye masoko mbalimbali ili ziweze kupata wateja. Mimi kwa niaba ya ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nitoe shukrani nyingi pia kwa taasisi ya GS1 kwa kufanya kazi hiyo ambayo imetolewa maelekezo, na leo hii kuweza kufika hapa kutekeleza kwa ufasaha kabisa na kuja leo hapa kuja kumkabidhi Bi Esther barcode zake. Tunawashukuru wote wadau mbalimbali pia ambao wameshiriki hapa kwa ajili ya hii hafla fupi. Ni kupongeze tena Bi Esther kwa juhudi zako mbalimbali ambazo zinazofanya. Tunakutakia mafanikio. Amina. Tuko pamoja na wewe. Amina. Utambue kuwa serikali iko pamoja na wewe, na ombi lako ulilolitoa la kupata uwezeshaji kuhusiana na swala la ujenzi wa hicho kiwanda limesikika. Kwa maana hiyo halmashauri iko hapa
itafanya. Tunao wataalamu hapa, tuna mtaalamu wa sekta ya viwanda, biashara na uwekezaji ambao masuala yote ya viwanda yako chini yake, kwa hiyo litachukuliwa. Lakini pia tuna wataalamu wa maendeleo ya jamii ambao tunafanya kazi kwa pamoja, basi swala hili litachukuliwa na litaanza kufanyiwa kazi kwa vyovyote vile itakavyowezekana, na mrejesho utakufikia karibu kwa huduma nyingine yoyote. Asanteni sana. Asante. Asante. Barikiwa.